Bwana Yesu asifiwe. Amina, mtumishi. Yesu asifiwe. Amina sana. Asante sana, nimeweza kufika mahali hapa kwa lengo la kuweza kutambua lakini pia kufahamu kwamba mchungaji wa kanisa hili na pia kufahamu utaratibu wote wa ibada unaoweza kuendelea mahali hapa. Kwanza niweze kutambua, nadhani bila shaka wewe ndio mchungaji na unaitwa nani? Jina langu ninaitwa mchungaji Andrea, niko ninachunga kanisa hili, niko chini ya taasisi ya FPCT. Mimi ndiye mchungaji. Aidha, katika eneo la utaratibu wa ibada mahali hapa tuna ibada zetu ambazo kwa kweli Mungu ametusaidia. Tunakutana siku ya Jumatano saa 8 mpaka saa 10, lakini pia siku ya Ijumaa saa 10 mpaka 11. Zaidi sana hiyo ibada inakuwa ni ibada ya maombi, lakini pia na wale wenye mahitaji maalum kwa ajili ya kuombea, na Mungu tumemwona akiwasaidia. Siku ya Jumapili tumekuwa na ibada takriban 3. Ibada ya kwanza inaanza saa 2 mpaka saa 3, na hii inakuwa ni ibada ya maombi ambayo kila mshiriki ambaye anayekuwa amepata neema ya kuwahi anakuwa anaomba. Lakini ibada ya pili inakuwa ni saa 3 mpaka saa 4, na hii inahusisha kwa maana ya kujifunza Biblia, na ibada ya saa 4 mpaka saa 7 tunakuwa na ibada kuu ndani yake. Ibada kuu tunakuwa na kwaya. Mungu ametupa neema ya hawa, hivyo watumishi mbalimbali waimbaji wanakuwa wako kwa maana ya kwaya mbalimbali ambazo siku hiyo zitakuwa zimepata neema ya kuhudumu, na tunamshukuru Mungu tangu tumeanza huduma hii, na mimi ndiye kwa maana nyingine ni kama mwanzilishi. Huduma hii na miaka 10 sasa, tumeianza tangu 2015 pamoja na kukutana na changamoto mbalimbali, lakini tumeendelea kumshukuru Mungu. Kwa hiyo kwa ufupi sana na ni hivyo, lakini kwa wale ambao wanaoweza kutufuatilia katika ibada zetu, sisi tuko Unguja kwa hapa Zanzibar, lakini mkoa wa Kaskazini, na wale wanaotoka mjini, aidha tuwashumu pengine anatokea mjini Darajani, anaweza kapanda bodaboda ikampeleka Pinda Mgongo, akauliza gari za kwenda Kiwengwa, anapanda hiyo gari moja kwa moja, imeandikwa namba 117 location yake, atafika maeneo panapoitwa Mwanza au jina la zamani Mchekeni, lakini maarufu sana akisema Mwanza basi atashushwa. Kwa wale wanaotoka Mkokotoni, Nungwi, wanapanda gari hizo, wanafika Kinyasini pale, basi wanashuka. Panapo asubuhi pale panakuwa na gari nyingi na zingine ni ndogo, kwa maana ya Town Highs zinakuwa zinachukua pale abiria. Kwa hiyo anaweza kafika hapa. Makumi ya watu tumeona Mungu akiwaleta na wamekuwa wakifunguliwa. Asante sana, na nadhani mchungaji, baba mchungaji, umeeleza mengi sana kuhusiana na utaratibu wa ibada. Tumeona na namna kwamba mtu anaweza kufika kwa namna gani mpaka akafika kwenye hili kanisa. Na nipende kuuliza kitu, labda kwa mtu ambaye ni mgeni kabisa au hajui hili kanisa, maana umesema ni kanisa la FPCT. Sasa labda nipende kufahamu hapo kwamba FPCT labda kirefu chake ni nini, ili hata kama ambaye hafahamu aweze kufahamu kwamba ni FPCT maana yake hii, ili sasa hata kama anakuja atutambua. Asante. Asante sana. Kirefu cha FPCT ni Free Pentecostal Church of Tanzania, na kwa maana hiyo kifupi ni FPCT, lakini kirefu ni Free Pentecostal Church of Tanzania. Ni kanisa, ni mmoja wa makanisa hapa Tanzania ambayo yamekuwa na umri mkubwa. Hili kanisa lililetwa na wenzetu wa Swedish kutoka Denmark, na kwa sababu hiyo lina takriban ya miaka tunajikongoja kwenye miaka kama 90 na sehemu, kwa sababu tangu 1932 dhehebu hili likawa limeingia nchini Tanzania. Kwa hiyo ni moja ya makanisa ya kiroho, lakini pia ni moja ya makanisa makongwe ambayo hayajawahi kuwa na taasisi zozote za kimafundisho. Maana ndugu mtangazaji, moja ya changamoto tulionao sasa
pamoja na kuwa na makanisa mengi, madhehebu mengi, lakini lengo ni kumhubiri Kristo. Sasa baadhi ya madhehebu si kwa kuyashambulia, mbali kitu kwa kuangalia mafundisho halisi. Moja ya makanisa makongwe hili limekuwa na mafundisho halisi yakikemea dhambi, lakini pia kuandaa watu kwenda kwa Mungu. Asante sana, na nimepata kujifunza kitu kwa habari ya mafundisho na namna kanisa lilivyo. Labda nipende kuuliza baba mchungaji, katika vipindi vyako vya ibada kuanzia hiyo uliyosema saa 2 mpaka kufika saa 7, kuna vipindi, kwa mfano vipindi vya wageni, lakini pia vipindi vya maombezi. Kuna kipindi cha maombezi labda ambacho huwa kinafanyika au tunafanya tu ibada baadaye tunaondoka? Asante sana, swali zuri. Kwa kweli lengo la kuwepo kanisa duniani ni moja ya kuhudumia watu. Kwa hiyo kipindi cha maombezi kipo kabisa ndani ya saa 4 hiyo mpaka saa 7. Manake huwa kuna kipindi cha neno la Mungu. Baada ya neno la Mungu basi tunakuwa na hiyo huduma ya kuombea zaidi sana, kwa sababu kulingana na mazingira, kila mtu ambaye atakayekuwa amekuja na mahitaji, hatuombei tu wagonjwa, bali pia tunaombea na watu ambao wakati mwingine wamepita katika changamoto za kiuchumi. Tunaamini katika neno la Mungu kwamba chochote tunachokitamka kinafanyika. Kwa hiyo kipindi cha maombi tuseme ni moja ya sehemu ambayo ni ya msingi sana, na tumeweka kipaumbele kwa sababu lengo ni kuhakikisha mtu anayeshiriki ibada basi anarudi nyumbani akiwa na uzima. Kwa hiyo kipindi hicho kipo, lakini pia kwa wale ambao wanaweza kutufuatia kwenye mitandao yetu ya kijamii, pia tunapatikana kwa jina la Pastor Andrea Filipo. Basi kuingia YouTube pamoja na Facebook, na mahitaji mbalimbali kama ushauri, kama mtu atahitaji pia namba zangu za huduma na kiroho anaweza akazipata kwa maana ya Vodacom 0756413160. Kwa hiyo watendakazi wapo wa kutosha, tunao wazee wa kanisa, tunao wainjilisti, tunao mashemasi. Kwa hiyo huduma zote zinapatikana kwa wakati wote, lakini pia kwa mtu ambaye atakayehitaji pia maombi maalumu kulingana na hitaji lake lilivyo. Sina maana ya kwamba mpaka tu Jumapili, muda wote anaweza akatupata na akapata kuhudumiwa. Asante sana, Mungu akubariki. Asante sana. Amina, ubarikiwe. Amen. Ndugu watazamaji, tulikuwa hapa tukipata mahojiano kidogo na mchungaji katika kanisa hili la FPCT. Tumekwenda kuyaona mambo mengi ambayo ameyaelezea mchungaji kuhusiana na kanisa hili la FPCT. Kwa hiyo ametoa mlolongo wote, ametoa kila kitu amekiweka wazi kwa sababu ya namna kanisa lilivyo, limeanza wapi, liko wapi na linafikia wapi. Taratibu za ibada zote zimeweza kuelezewa na mchungaji au baba mchungaji wa kanisa hili. Kwa hiyo ndugu mtazamaji unayeniona au unayenisikiliza leo au unayenitazama sasa hivi, basi barikiwa sana na hili neno la Mungu ambalo limeweza kutolewa, lakini pia endelea kufuatilia kama baba mchungaji alivyoelezea. Amesema YouTube, amesema Facebook, utaweza kumpata kwa jina la Pastor Andrea. Kwa hiyo huduma zote zinapatikana. Mungu akubariki. Okoka, mfuate Yesu, muamini Yesu, utakombolewa. Amina.